Na wewe umekuwa kama virus tu umeingia katika mapenzi yao. Sija kuelewa kaka. Wewe umejuaje wakati ni mgeni hapa? Sawa. Hilo ua ulilobeba ndani yake humo kuna pipi 3. Hiyo ni njia mojawapo ya kukuhakikishia kwamba hilo ua lilikuwa la mpenzi wake, anampelekea mpenzi wako. Mzondo wako, mzigo mzito utakaoubeba kuliko yote duniani ni zile fikra mbovu zilizopo kichwani mwako. Dori. Mama nipe muda wa kunisikiliza basi. Nifungulie tafadhali. Mimi sina huo muda wa kuamini masikio tena, kwa sababu umeongea kwa vitendo. Kumbe wanaume sio watu wema kabisa katika idara ya mapenzi. Wanaume ni watu wema na makini mno katika hiyo idara. Umakini huo wa kumdhalilisha mwenzie na kumpa maua mwanamke mwenzie? Hapana. Anayefanya hivyo ni mvulana na sio wanaume. Wanaume wengi sana
wanabeba misalaba ya wavulana, isipokuwa msalaba unaanguka kwa wanaume. Wavulana wengi ndo wana tabia ya kukatisha masomo kwa wasichana, alafu jumba bovu linawaangukia wanaume. Labda nikwambie kitu tu, wanaume ni ibara iliyokamilika kwa vitendo na maneno. Kuna tofauti gani hapo? Wanaume mara nyingi sana anaanza vitendo na kutanguliza mahitaji kwa msichana mpendaye, lakini mvulana anaanza maneno na kutanguliza tamaa kwa msichana upendaye. Hivyo basi, katika kitabu cha Mwanaume kuna ibara nyingi sana za wavulana. Mimi najua kwamba unakwenda kwa Nongwa ili kurudisha zawadi uliyopewa. Na hii inatokana kwamba nafsi yako imetuhumu kwa sababu hapa katikati kuna msichana mnashare chombo kimoja. Sasa nakushauri, ukimalizana na hayo yako ya msingi, inatakiwa tukamalizie likizo yako nyumbani Tanzania. Umenielewa? Safari njema. Shikamoo mapenzi, tamu imegeuka nyongo. Nilifosi heshima, jazi limenendea kombo. Wangu moyo ulipenda, maumivu ukabeba, ukaambulia kutendwa, na ubari ukaenda. Jama anasema mapenzi matamu ndo bahati yake, mana kwangu mimi ananipa wazimu, simezi mate. Kwani kitu gani? Mbona kama vile kuna maruhani? Nashangaa huenda ni shetani, umenivua nguo mbele ya majirani. Karibu tuongee. Asante. Nilikuwa naomba kuongea na Madebe kama yupo hapo. Samahani lakini. Basi nipe kama dakika 3 hivi. Sawa. Tatizo sio wavulana. Tatizo ni utandawazi mnaouabudu. Mimi nikuhakikishie, hata huyo mpenzi wako nina uhakika naye ana mpenzi wake. Kwa sababu sasa hivi kama utashuhudia mvulana mmoja amekufa, basi ujue wasichana 9 tayari wako single. Kwa nini? Kwa sababu ya utandawazi na mitandao ya kijamii inavyoshambulia akili za wasichana wa sasa. Hali hii imepelekea mpaka imekuwa rahisi sana kumpata msichana ambaye yupo kwenye mahusiano kuliko yule ambaye yuko single. Unaweza kaongea tu, nishaipokea tayari. Ni nani? Hata mimi pia simjui. Karibu tuongee. Habari yako kaka? Njema tu. Oh, Doli. Ndiyo. Umeamka poa? Nashukuru Mungu mimi ni mzima wa afya. Lakini pia pole. Nafikiri utakuwa ulinitafuta sana jana.
Ndiyo, lakini sikubahatika. Basi mimi niko salama kabisa na hapa najiandaa kunyosha miguu. Ndio nini hiyo? Ama ni mazoezi? Hapana, nataka niwe mtalii kidogo kabla sijaondoka kurudi nyumbani. Sawa kabisa. Naomba niwe msaidizi wako wa safari kama utapendezwa na hilo. Ombi lako limekubaliwa. Asante. Nikupate wapi? Nafikiri kwa jana tulipokaa naweza kupajua na tukaanzia hapo. Sababu moja ya ajenda ya safari yangu ni kutafuta laini ya Safaricom ili kurahisisha baadhi ya mambo. Sawa. Na utachukua kama dakika ngapi hivi kufika hapo? Nafikiri ni saa moja kutoka sasa. Sawa, nimekuelewa. Amenikatia simu. The person you have called is not reachable. We will notify you when the mobile subscriber is back. If you Matokeo ya kukupenda ni kukuchukia kwa sasa. Yaani sikupendi tena. Naomba nipe muda unisikilize Doli. Na mimi nipe muda nikuache. Baki na ulie naye. Ila nashukuru kama ujumbe wangu uliupata, ambao ilikuwa ni maua. Niliweka pipi 3 ndani, ishara ya pongezi ya wewe kunifikisha mara 3 kwa usiku mmoja. Shikamoo mapenzi, tamu imegeuka nyongo. Nilifosi heshima, jazi limenendea kombo. Wangu moyo ulipenda, maumivu ukabeba, ukaambulia kutendwa, na ubari ukaenda. Jama anasema mapenzi matamu ndo bahati yake, mana kwangu mimi ananipa wazimu, simezi mate. Kwani kitu gani
mbona kama vile kuna maruhani. Nashangaa huenda ni shetani, umenivua nguo mbele ya majirani. Malala kama noma na ewe noma, ni mapenzi nimekoma. Zawadi ya pipi inaonyesha maana ya tendo kwa tafasiri ya umbo. Ukiona zimewekwa pipi 3, maana yake mwekaji anafurahia kwa kufikiwa na manii mara 3. Hivyo anapewa mwanaume atakaposhika avute hisia kama yeye alivyoshika kirungu, na atakavyokula anaamini kwamba atakula kama yeye alivyokula, na utamu utakaopata anakupa taarifa ya namna ya yeye alivyopata utamu huo. Hiyo ndiyo maana halisi ya pipi ya kijiti kuwa kama zawadi.